Na lugha zangu inabidi uwe makini sana unaonifuatilia. Nazungumzaga tofauti. Lazima ulijue hilo. Ni mtu madhubuti ndio anaweza kuelewa T.R. Msigwa hasa analenga nini na anakusudia nini. Ndio ataona kama story tu. Wakati nafanya nikagundua kuna vitu mwanadamu anavitumia, lakini vitu vile havinufaiki. Nikatoa mfano wa ndoo. Na hata mambo si ya nyota, nilikuwa nafundisha zamani, nilipewa nafasi na enzi hizo, nilipewa nafasi Mwananchi baada ya mzee mmoja maarufu sana alikuwa mtabiri. Sasa wale walivyoona uwezo wangu wakaniambia, Msigwa lazima ufundishe neno nyota. Kwa hiyo nikapewa nafasi kwenye gazeti nikawa naandika. Ileta uadui, lakini baadaye wakaelewa na wakaweza kufahamu wengi. Sasa kwa mfano ndoo. Ndoo, kwa mfano mimi nikitaka kuitumia ndoo, nitaitumia kuwekea maji kwa niaba ya kuoga, kwa niaba ya kufulia na kazi zinginezo. Naweza nikaitumia ndoo ikanufaisha mimi. Lakini ndoo kama ndoo haiwezi kunufaika kwa nature yake. Haiwezi kunufaika kwa nature yake. Atanufaika ni mimi ninayoitumia, nikahamisha, nikapeleka kwa baadhi ya watu. Unasoma tabia za watu. Kuna mtu ukimtizama, ukimsikiliza, unajua kabisa huyu katika maisha yake anatumia nguvu kubwa kutafuta, lakini mafanikio ni madogo mno. Hata kwenye mapenzi anajitolea sana. Akimpata mtu anahangaika, anamtafutia hichi, anamuonesha kujali, lakini yule anaooneshewa au anaojaliwa huwa hatoi ushirikiano wa kutosha, yani hajali. Sasa unapofanya tafiti yoyote ni lazima usome tabia ya vitu, tabia ya viumbe, tabia ya mwanadamu. Mwanadamu ni mmea. Ukisoma tabia za mwanadamu hakuna tofauti na mmea, kuanzia asili yake na ilivyo. Sasa unaweza ukaishi ukadhani uko huru, kumbe ni mtumwa wa kiakili au ni mtumwa wa kisayansi. Unaweza ukawa una maisha mazuri, una gari nzuri ya kutembelea, una nyumba nzuri, ina AC kama hii hapa inaonipiga, lakini bado ni mtumwa. Kwa sababu gani? Tumesoma tabia za watu, formula za watu, hatukusoma tabia zetu. Hatuishi kwa tabia zetu. Ndio maana watu wengi wakistaafu wanapotea haraka mno, kwa sababu muda mwingi aliutumia kujenga ndoto ya mtu mwingine, kutekeleza ndoto ya mtu mwingine. Muda wake ule hakuutumia kuijua ndoto yake, kuiboresha ndoto yake, kuifanyia kazi ndoto yake. Aliishi kama mfungwa. Lakini akijiona huru kabisa na akienjoy, kwa sababu ana uwezo kupata 100,000, 200,000, lakini hajijui kama yuko kwenye pingu. Kwa elimu nyingi barani Afrika zinashindwa kuleta ufanisi na ufumbuzi wa changamoto za maisha zinazotukabili.